Majina naitwa Amos Lloyd Katusabe, ni kaimu meneja wa forodha mkoa wa Kagera. Leo tuko hapa mamlaka mapato mkoa wa Kagera, tuko hapa pamoja na taasisi nyingine za serikali na vyombo vya dola tukitekeleza zoezi la uteketezaji wa bidhaa ambazo tulizikamata zikiingizwa nchini kinyume cha sheria. Bidhaa hizi ambazo tunaendelea na uteketezaji wake kimsingi ni takribani wastani wa tani 30. Bidhaa hizi zinajumuisha bidhaa kama pombe haramu, kuna bidhaa za sigara haramu, lakini vile vile kuna bidhaa za vyakula ambavyo zimepita muda wake wa matumizi. Vile vile kuna vipodozi ambavyo ni vipodozi hatarishi ambavyo vilishapigwa marufuku na serikali. Bidhaa hizi zote kimsingi kama tusingefanikiwa kuzikamata na zikaingia kwenye jamii, zingeweza kusababisha madhara makubwa sana ya kiafya kwa wananchi wetu, lakini vile vile kusababisha madhara makubwa sana ya kimazingira. Kwa hiyo tuliweza kuzikamata hizi bidhaa kwa ushirikiano mkubwa tulioipata kwa wananchi, raia wema ambao walitupa taarifa na sisi tukafanyia taarifa zile na tukazikamata bidhaa hizi zikiwa zinaingizwa nchini kwa njia ya magendo. Nitoe rai kwa wananchi wetu kuendelea kutupa ushirikiano mamlaka ya mapato ya Tanzania mkoa wa Kagera kwa kutupa taarifa ambazo zitatusaidia kudhibiti bidhaa kama hizi ambazo ni hatarishi zisiingie nchini. Vile vile nitoe wito kwa wale wafanyabiashara au wananchi wanaojihusisha na biashara hii haramu ya magendo waache mara moja, kwani biashara hii ni biashara ya hasara, lakini ni biashara ambayo ina madhara makubwa sana kwa jamii yetu. Niombe sana waachane na biashara hii, na zipo adhabu ambazo zipo kwa mujibu wa sheria ambazo tukiwakamata wakiwa wanaingiza bidhaa kama hizi watakumbana nazo. Adhabu hizo ni kama kutaifishwa kwa mzigo wao, lakini vile vile kuna adhabu ya faini ambayo inafika hadi 50% ya kodi ambayo ingekwepwa kama bidhaa hizo zingefanikiwa kuingia nchini. Lakini vile vile kuna adhabu ya kifungo. Lakini kuna adhabu vile vile ya kutaifishwa kwa mzigo husika pamoja na chombo kilichokuwa kinatumika kusafirisha bidhaa hizo. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi na wale wachache ambao wanajihusisha na biashara hii haramu ya magendo kuacha mara moja, kwani biashara hii ni biashara ambayo inaweza ikasababisha hasara, lakini vile vile ni biashara ambayo inadhuru jamii yetu ambayo sisi kama mamlaka tuko hapa kwa ajili ya kuilinda. Naitwa Bwana Vincent Mabula, ni afisa udhibiti ubora TBS katika kanda ya Ziwa Magharibi. Ofisi zetu za kanda zipo mkoani Geita pale. Katika zoezi la utekelezaji au kuharibu hizi bidhaa ambazo hazikizi ubora, kuna baadhi ambazo zime expire, kuna zingine ambazo hazijakizi viwango, na bidhaa ambazo ziliingizwa kimagendo ambazo zimeisha muda wake wa matumizi. Lakini pia na washauri wananchi kuwa wanaangalia bidhaa wanazotumia kama hazija expire, lakini pia kama zina nembo za ubora. Kwa Tanzania inakuwa na nembo ya ubora imeandikwa TBS pale kwenye maandishi, lakini pia kama imetoka nchi jirani kama Uganda, kama baadhi ya bidhaa nyingi hapa kutoka nchi za jirani Uganda, Rwanda na Burundi. Kwa angalia kama kwa Uganda ina ile nembo ya UNBS, Rwanda pia kuna hiyo nembo. Lakini pia nashauri wananchi wanapoingiza bidhaa wapendelee kuingia katika njia sahihi katika mipaka ambayo ni maalum, wasipite kwenye njia za panya. Wanapopita kwenye mipaka maalum, tunapata nafasi ya kuwashauri pia kuhakiki ubora hizo bidhaa kabla hazijaingia sokoni, ili kuepuka gharama ambazo wanaipata tunapokuta bidhaa sokoni ambazo hazijakizi ubora na kuzichukua na kuziteketeza kama hivi. Kwa hiyo nawashauri wapite kwenye mipaka rasmi ili TBS na idara zingine ziweze kukagua mizigo hiyo ili iwe salama kwa matumizi ya wananchi, na wenyewe pia waweze kufanya biashara yao katika kujiamini bila kuogopa ukaguzi ambao tunaufanya katika masoko kama duka.